Yo, what's good everybody? It's your boy Costa Keys, that's Scott TZ. Hii ni Entertainment Corner ya Kawabe Media. iShowSpeed anaendelea kuingia kwenye story zetu za hapa mezani kama ilivyo ada kutokana na tour yake ambayo anaifanya hapa Afrika. Lakini kubwa zaidi ni kwamba iShowSpeed anaendelea na tour yake huko South Africa, na tuliona pia juzi alishare na sisi story ambazo zilikuwa zinamhusu yeye huko Botswana. Na by the way, Mchizi anaendelea kudisturb kutokana na kwamba anapata mashavu ya kutosha na anapata nafasi ama airtime kubwa ya watu kumfuatilia. Na iShowSpeed pia alishare na sisi akasema amepata numbers nyingi na watu wanaendelea kumfuatilia zaidi kutokana na kwamba watu wa South Africa wanaendelea kustream, na nchi nyingine ambazo ziko jirani ya South Africa na vipande vingine kama Botswana, na Niger, same kama hizo pia zinampa mashavu ya kutosha mwana. By the way, let's leave it alone. Na leo nina story ama recap ya vitu ambavyo vilifanya vizuri ama nyimbo ambazo zilifanya vizuri ama ngoma ambazo zilifanya vizuri kabisa kwa 2025, kwa sababu tulizisikia na zilisikika na zilichapwa sana na zilichezwa pia kwenye sehemu nyingi ama kwenye vituo vya radio, kwenye television, kwenye majukwaa yote ya muziki. Na by the way, kwangu mimi leo nimekuja na listi ya wasanii 10 ambao walifanya vizuri mwaka jana. Na wa kwanza kabisa kwenye listi ya Entertainment Corner ameingia Diamond Platnumz. Na Diamond Platnumz ameingia na ngoma zake kama Low alofanya na Siala ama Sisi. Lakini ngoma yake ya pili ni Ololufemi akiwa na Juma Jux, na ngoma yake ya tatu ni Katamu ambayo yuko na Bien. Ngoma ya tatu ni Msumari, ilifanya vizuri pia kwenye majukwaa ya muziki na sehemu nyingi. Lakini pia ngoma ya 8 ni ngoma ambayo ilifanya vizuri pia kwa 2025, kwa sababu ilipata nafasi ya kusikilizwa, ilipata nafasi pia ya kuchezwa kwenye sehemu nyingi, na pia ilipata streamers na numbers nyingi kwenye YouTube na kwenye mitandao mingine ama kwenye majukwaa mengine kama Spotify, Boomplay na sehemu nyingine kama hizo. Lakini pia nafasi ya pili anaingia Toto Badi ama Mario kutoka Bad Nation. Ngoma yake ya Haha ni ngoma ambayo pia ilifanya vizuri, na ngoma ya Mvua pia ni ngoma ambayo ilifanya vizuri. Ngoma nyingine ya Dunia pia ilifanya vizuri kwa 2025, na ngoma ya mwisho na ngoma ambayo ilifunga na kufungua mwaka, tuseme ni ngoma ambayo kama imechangamsha fulani, kwa sababu ilitoka mwanzoni kabisa. Tuseme ni ngoma ya Blessing kwa Kemalio, kwa sababu ni ngoma ambayo alikuwa na ukimya kwa muda na baadaye akaja kuiachia. Ngoma ya Olua ni ngoma ambayo ilifanya vizuri sana na ikasumbua kwenye sehemu za majukwaa ya muziki. Lakini msanii wa tatu aliingia kwenye list ya Entertainment Corner ni Mbosso, akiingia na ngoma yake ya Power ambayo ilifanya vizuri sana kwa mwaka 2025. By the way, 2025 ni mwaka ambao ulikuwa ni mwaka wa blessing sana kwa Mbosso, na amefanya vizuri sana, mashavu ya kutosha kwa Mshede Mbosso Kani kwa mziki wake, kwa sababu amekuwa pia ni mwandishi mzuri ambaye anafanya vizuri kwenye game ama industry ya mziki wa Bongo Flava. Ni mtu ambaye tunaweza sema msanii anayetendea haki kwenye swala la uandishi. Amekalisha sana, kakalisha watu wengi, kakalisha wasanii kibao sana ambao alifanya nao mwaka jana, walikaa sana kwenye ngoma ambazo aliwashirikisha ama kushirikishwa. Kosa ambalo unataka kulifanya kwenye muziki wako ni kumshirikisha Mbosso afu kampa aimbe sehemu kubwa. Yaani Mbosso unataka kumpa nafasi ya kuimba sana, kwa sababu ni mtu ambaye atakuzalilisha. Wamekimbia wasanii wengi sana walioshirikiana na Mbosso, lakini sio kesi, kwa sababu ndo maendeleo ya muziki, na ni mchiza ambaye anachukua ukubwa na anapewa nafasi ya kuheshimika zaidi kutokana na utunzi na ubunifu wanaofanya kwenye nyimbo zake. Nafasi ya 4 ni ya kwake Harmonize, Konde Boy kutoka Konde Gang. Anafanya vizuri na amefanya vizuri sana 2025. 2025 mwaka ambao ulikuwa mwaka wa blessing kwake Harmonize, kwa sababu alifanya vizuri pia na ngoma zake ziliua sana. Ngoma ya Furaha ya kwake Harmonize ilifanya vizuri, Abby Chams akiingia kama video vixen, na ngoma ya Lala pia ya Harmonize na Abby Chams ni ngoma ambayo ilifanya vizuri, Harmonize akipokea mashavu kutoka kwake Abby Chams akishirikishwa. Na ngoma ya Me Too ni ngoma ambayo pia ilifanya vizuri, kwa sababu ilikuwa na chemistry ile ambayo tulikuwa tumeiona kwake Harmonize na Abby Chams. Ni chemistry ambayo ilikuwa na make sense, na ni chemistry ambayo ilikuwa
combo fulani hivi ya radha fulani hivi kwenye mziki wa Bongo Flava ama kiwanda kizima cha mziki wa Bongo Flava. Industry imechangamka sana kutokana na chemistry walikuwa nayo, na walifanya vizuri kutokana na ushirikiano ambao walikuwa wanafanya kwenye ngoma zao. By the way, Harmonize ni mchiza ambaye ameingia nafasi ya 4, na speaking of Harmonize na Abby Chams, ni chemistry ambayo tunaweza kusema ilikuwa ni too lit ama ni combo fulani ambayo ilikuwa ni amazing sana. Kinyamwezi nafasi ya 5 anachukua Juma Jux ambaye ameingia na maingizo kibao kwenye list ya wasanii walofanya vizuri 25, na ameingia na ingizo la Good Design alofanya na Final na producer Fox Made It. Juma Jux ni mchiza ambaye amefanya vizuri pia, na speaking of Juma Jux, umekuwa ni mwaka blessing kwake 2025 kwa sababu alipata nafasi na mashavu ya kutosha kwenda kuperform kipande cha Niger, na mapokezi yalikuwa mazuri na perform kama akiwa nyumbani. Na by the way, Baba Rakim ulikuwa ni mwaka wa blessing kwake kwa sababu pia alipata nafasi ya kupata mtoto, kitu ambacho alikuwa anavumilia na anasubiri kwa muda mrefu. Kwa hiyo imekuwa ni kama blessing kwake na imekuwa ni nafasi ya kwake ya kipekee kabisa kwa mwaka 2025 kwa sababu amepata mashavu ya kutosha kutoka kwa familia ya Priscilla, lakini pia amepata nafasi ya mashavu ya kutosha kutoka kwake Pris ambaye ni mama mtoto wake, ama Priscilla Mkandala kwa sasa anajiita hivyo. Kwa hiyo Juma Jux ilikuwa ni mwaka blessing sana kwake 2025, na ulikuwa ni mwaka fulani hivi ambao ulikuwa unatoa mashavu kwake. Na Jux alifanikiwa kutengeneza mikwaju mingi ambayo ilimweka kwenye piki nzuri ama kwenye chati nzuri ambayo ilimtengenezea mashabiki pia kipande cha West Africa ama Nigeria. Nafasi ya 6 ni ya kwake Zuchu na ngoma zake za Amanda. Ni ngoma ambazo zilifanya vizuri, zilisikilizwa sana mtaani, zilikimbiza. Though doubt zilikuwa ni nyingi sana, watu walikuwa wanasema kwamba Zuchu ngoma ya Amanda ni ngoma ambayo haijafanya vizuri na vitu kama hivyo, kwa nini natoa ngoma hivyo? Lakini tulikuja kuona mwishoni zilifanya vizuri. Mapokezi yalikuwa mazuri, watu walisikiliza, watu walicheza. Kwa hiyo ameingia nafasi ya 6 akiwa na ngoma ya Amanda na ngoma ya Zawadi, ngoma ya Inama pia ambayo alifanya Diamond Platnumz, na ngoma ya Afande akiwa na Dogo Pateni ambayo ilikuwa ni ngoma fulani hivi kama blessing kwa Dogo Pateni ikupata mashavu ya Bei Zuchu ama Zuhura kwenye remix ya Afande. Afande ambayo ilifanya vizuri pia kwenye majukwaa ya muziki, kama Boomplay, sehemu kama Spotify na vitu kama hivyo. Nafasi ya 7 ni ingizo la Dogo Pateni na ngoma zake ambazo ziliua kinoma kwa 2025 kwa sababu ilikuwa ni mwaka ambao pia kama Dogo Pateni ulikuwa na mbresi sana kuingia kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava ama kiwanda cha industry ya muziki wa Bongo Flava kutokana na mikwaji aliyoitengeneza, na ilikuwa blessing sana kwa Dogo Pateni, na akafanikiwa kufanya remix na Zuchu akiwa na ngoma ya Afande. By the way, ni ngoma ambayo ilifanya vizuri, lakini pia kuna ngoma ya Sikupendi ya kwake Dogo Pateni imeingia kwenye ingizo la nafasi ya 7, na Nishike Mkono, ngoma ambayo ilikuwa ni kama ngoma fulani hivi ambayo ilikuwa inafunga na kufungua mwaka. Kwa hiyo nafasi ya 7 ni ya kwake Dogo Pateni ambaye amefanya vizuri pia 2025. Nafasi ya 8 ni ya kwake Barnaba. Barnaba ni mtu ambaye amefanya vizuri pia, na speaking of Barnaba, uandishi wake umezidi kumfanya kuwa bora zaidi na kusimama kwenye piki ile ambayo alikuwepo nayo toka zamani, kiwango kile ambacho alikuwepo toka nacho zamani. Nafasi ya kwake Barnaba na ngoma zake za Salama akiwa na Diamond Platnumz ni ngoma ambayo pia imefanya vizuri kwenye majukwaa, ngoma ambayo pia imesumbua sana kwenye kusikilizwa, imepata namba nzuri YouTube, lakini pia imechezwa sana, imepata nafasi ya kutazamwa sana kwenye majukwaa ya muziki, Boomplay, Spotify na sehemu kama hizo za kuuza muziki. Lakini pia nafasi ya 9 ni ya kwake Joel Lwaga ambaye ameingia na maingizo kibao aliyofanya vizuri kwa 2025. Ulikuwa ni mwaka fulani hivi ambao kwake Joel Lwaga ni kama ulikuwa unafungua mashavu kwake na ulikuwa unampa nafasi za kufanya vizuri zaidi kutokana na muziki ambao aliufanya. By the way, Old Male ni ngoma ambayo imeingia kama ingizo kutoka kwake Joel Lwaga. Kwa hiyo 2025 ulikuwa ni mwaka blessing kwake Joel Lwaga, na ulikuwa ni mwaka ambao ulikuwa unafungua na kuonyesha mafanikio na baraka kwenye muziki wa Joel Lwaga. Ngoma ya Old Male ni ngoma ambayo ilifanya vizuri, na ngoma ya Olua pia ni ngoma ya kwake Joel Lwaga imeingia kama ingizo la nafasi ya 9, na ngoma ya Bila Bila ni ngoma ya kwake
Joel Lwaga ambayo pia ilifanya vizuri 25. Ni mwaka ambao ulikuwa mapokezi mazuri kwake Joel Lwaga. Na Joel Lwaga ni, speaking of Joel Lwaga, ni msanii wa gospel pekee ambaye ameingia kwenye hii top 10 ya wasanii waliofanya vizuri 2025 ama 2025. Kwa hiyo ulikuwa ni mwaka bora kabisa na mwaka mzuri kwake, na umetoa fundisho kwamba hata msanii wa gospel pia anaweza kufanya vizuri na kuingia kwenye chati nzuri ama kwenye listi kubwa za wasanii waliofanya vizuri na wenye nyimbo kali zilizofanya vizuri ndani ya mwaka 2025. Nafasi ya 10 na ya mwisho kabisa ni ya kwake Jay Once Again. Jay Once Again ni msanii ambaye anaendelea kufanya vizuri pia, consistency nzuri, uandishi mzuri, mashairi mazuri, utunzi bora kabisa ambao umetukuka. Kwa hiyo idea za kwake Jay Melody na namna ambavyo ameandika kutoka miaka ya nyuma na hivi sasa, unaona kabisa ameteka mashabiki na wanaelewa mziki wake kutokana na namna ambavyo mziki wa Jay Melody umekuwa kukonga nyoyo, na namna ambavyo mziki wa Jay Melody umekuwa wa amebezi kwenye upande wa mapenzi, lakini sometimes ana switch, anatubadilisha kwamba siwezi nikakaa kwenye mapenzi peke yake, naweza nikaswitch na nikawafanya mkabeng. Ngoma za kwake Jay Melody kama Ankali ilokuja kwenye namna ya mdundo fulani hivi wa mikimbio, ni ngoma ambayo pia imefanya vizuri na imekimbiza sana kwa mwaka 2025. Na ngoma pia ya Tilalila ambayo amemshirikisha Mwana FA ni ngoma ambayo imefanya vizuri pia, imesikilizwa na imechezwa sana kila sehemu za majukwaa ya muziki. Kwa hiyo Jay Melody pia ni msanii ambaye alifanya vizuri sana. Ngoma ya Jirani pia kutoka kwake Jay Melody ni ngoma ambayo ilifanya vizuri sana 2025. Kwa hiyo natoa mashavu ya kutosha kwa wote ambao wameingia kwenye top 10 na wamefanya vizuri. Una nafasi pia kudondosha comment na kutoa mawazo yako na kusema ni msanii yupi ambaye amefanya vizuri na ni ngoma gani ambayo ilifanya vizuri 2025. See you next time. Naitwa Costa Keys na hii ni Entertainment Corner.